na kichwa kinasema jifunze mambo ya muhimu unapojenga imani yako. Ni sehemu ya 12 ya somo la imani. Wale ambao wengine wanahitajika kuendelea kutafuta kwenye WhatsApp na kwenye YouTube, baadhi ya maneno masomo mengine sijaweka, lakini mengine nimejaribu kujitahidi kuweka. Kwenye WhatsApp yote utapata. Na kwenye kipengele hichi, kwenye somo hili, nirudia tena, maana wengine inawezekana wakuepo, wengi wakuepo. Ni sehemu ya 12, somo kinasema jifunze mambo ya muhimu unapojenga. Ya muhimu unapojenga imani yako. Na tulijaribu kupitia mambo mengi. Na kitabu ambacho tulivipitia ni kitabu cha Luka sura ya 1 mstari wa 80. Ni kitabu ambacho pia hata leo tutakaa nacho. Wewe ambao kuepo naandika kile kitabu cha Mathayo sura ya 13 na mstari wa 15, kuna mambo tulipitia muhimu pale. Na bado tutakaa tena leo kwenye kitabu cha Isaya sura ya 40 ule mstari wa 1 na wa 2. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati tunaendelea na somo hili tulipitia baadhi ya mambo mengi, lakini katika kujenga msingi wake tuliangalia kwenye sehemu ya moyo. Tuliangalia kwenye sehemu ya moyo. Tukijaribu kuangalia namna moyo unapohusika kwenye ujenzi wa imani. Sawa? Na tukaangalia kwa makini kidogo namna nafasi ya utulivu, tukaangalia namna moyo wa mtu unavyoweza kutunza imani, tukaangalia hapo, tukakaa hapo kidogo. Na nikagusia katika maeneo matatu, nikasema kuna utulivu wa moyo. Mwingine nisema utulivu wa nini? Anayekumbuka. Utulivu wa mwili. Utulivu wa roho. Mwingine? Sawa. Anataka sijibu na mtumishi huko. Sawa. Sasa utaanza kuona tulipita kwenye moyo. Na nikatoa sababu kwa nini moyo. Na tunaona katika kitabu cha Warumi sura ya 10 ule mstari wa 9 na wa 10 inaeleza kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Sio hivyo? Tulipita hapo tukaangalia. Lakini leo nataka tusogee kwenye mwili. Leo tutasogea kwenye mwili. Hatutaingia kupitia kuangalia kwenye roho kwanza. Kama nitagusia kidogo, lakini nitakaa hapo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kwenye kitabu hiki cha Luka, kitabu cha Luka 80 ule Luka 1 mstari wa 80 kinaeleza kwamba yule mtoto, inaweza habari ya Yohana Mbatizaji ambaye alikaa majangwani na akaongezeka nguvu za rohoni hata siku za kutokea kwake Israeli. Inaeleza habari ya Yohana kukaa jangwani, na nikajaribu kueleza sifa za Yohana kwa namna alivyo Yohana. Asingekuwa mtu ambaye angeenda kuishi maisha ya shida jangwani, kutokana na sifa zake. Lakini jambo jingine ni kwamba kutokana na asili yake asingekuwa na jitihada zote hizi, kwa sababu yeye alibatizwa ubatizo wa Roho Mtakatifu kutoka tumboni mwa mama yake. Baba yake na mama yake walikuwa waaminifu sana. Tuliangalia mstari wa 4 na wa 5 katika kitabu kile cha Luka sura ya 1 mstari wa 4 na wa 7 tuliangalia. Tukaangalia ni watu waliokuwa wameaminika sana kwenye jamii. Watu waliokuwa wanatembea bila lawama mbele za Mungu. Kwa hiyo mtoto alikuwa na kitu cha kujidai, unajua. Amezaliwa sehemu takatifu. Alafu pia familia yake, baba yake alikuwa ni kuhani mwenye sifa nzuri mbele za Mungu, hana lawama kwa watu na kwa Mungu. Mama yake pia, lakini mama yake ni mtoto kizazi cha kuhani Haruni, tuliangalia hapo, tunakumbuka. Haleluya. Kwa alikuwa na sifa ya kuweza kujidai, ya kusimama na kusema kwamba Bwana nitumie, kwa sababu mimi kila kitu umeshaniachilia. Kutokana na asili yangu sina cha kuomba, sina haja ya kutengeneza utulivu, nina kila kitu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Lakini bado akaenda jangwani.
Sasa utulivu wa mwilini ni muhimu sana kwenye upande wa ujenzi wa imani ya mtu. Utulivu wa mwilini. Kwa ukiacha utulivu wa moyoni, ni muhimu sana utulivu wa mwilini. Kuna mahusiano makubwa sana kati ya ujenzi wa imani na utulivu wa mwilini. Tuna mifano mingi sana ambayo ipo kibiblia kabisa. Mfano wa kwanza, kama somo lilivyoanza nikasema ili somo kwenye kipengele cha 12 ninatembea kwenye mifano. Haleluya. Amen. Natembea kwenye mifano sana. Kwenye kitabu kile cha kitabu kile cha Mathayo sura 17 ile mistari 8 ya kwanza. Maana mstari wa kwanza na wa 8. Mathayo sura 17 ule mstari wa kwanza na wa 8. Biblia inasema hivi. Na baada ya siku 6 Yesu akamtoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Narudia tena. Yesu akatoka Biblia inasema baada ya siku 6. Baada ya siku 6 akatoka, akatwaa hao watu watatu, Petro, Yohana na Yakobo. Na Biblia inasema walienda mlimani faragani. Walienda mlimani faragani. Sielewi kama mnaelewa nini maana ya faraga. Kuna watu wanaelewa maana ya faraga? Mtu anaweza akanyosha kidogo na haraka. Anaelewa maana ya faraga? Faraga. Hakuna. Faraga ni sehemu ambayo watu wamejitenga kwa ajili ya jambo ambalo lipo kinyume na watu wengine. Faraga ni mahali ambapo pa mazungumzo ya siri na ya utulivu. Faraga. Na ndio maana ukiona kikundi chochote kikijita faraga huwa kikui. Usishangae. Huwa kikui. Unajua kwa nini? Kwa sababu muundo wake kimeundwa na siri. Kwa hata kama hawana siri, hakiwezi kukua. Kwa ukisema kwa faraga, manake maneno yako kinyume na watu wengine. Si maneno wengine wanatakiwa kusikia. Lakini ni sehemu ya utulivu. Biblia inasema hakuwachukua kwenda kwenye mlima. Biblia inasema Yesu aliwachukua watatu kwenda kwenye mlima mrefu sana. Unaelewa? Maana yake alitengeneza umbali kati ya jamii na watu na wao. Na ndio maana ukiangalia kila Yesu alipoenda nao kuna kitu cha kipekee kilifanyika. Narudia tena. Kuna mwingine jana leo. Haleluya. Haleluya. Kama ni msomaji wa Biblia unaweza kuelewa hawa watatu walikuwa na nafasi kubwa sana kwenye kanisa. Sawa? Amen. Na ni watu ambao walipewa mamlaka kubwa ya Mungu juu ya kanisa. Hawa watatu. Kuna Yohana, kuna Petro, kuna Yakobo. Ni watu waliopendwa na Mungu na waliachiwa majukumu muhimu sana. Na sitaki kurudi kwenye historia huko walifanya nini na Mungu alisema nini, lakini nataka uone. Na ukisoma mstari wa 14 na wa 17 utaona kwamba waliobaki wengine wote yani 9 walikuwa na uwezo wa kuombea mpaka watatu wawepo. Huduma zilikuwa ziendi bila watatu. Kama unaelewa kwenye Biblia kuna mifano mingi. Alipokuwa anaenda kwa yule mtoto aliyokuwa mwenye miaka 12 alipokuwa kumfufua, alienda nao watatu. Sio ndivyo? Amen.
kuna sehemu nyingi alienda nao hao watatu. Hata alipokuwa kwenye mateso aliwatenga wengine na aliwasogeza wa karibu na akasema, nyinyi tukae pamoja kwenye maombi pamoja na mimi. Sasa nataka kukuonyesha namna ambavyo utulivu wa kimwili ulivyo wa muhimu sana. Maana kuna wakati unaweza ukafikiri kwamba utulivu wa kimwili hauna uhusiano sana na kujenga imani yako. Ngoja nijaribu namna hii. Nikutofautishe kidogo. Unaweza ukatulia kwenye mwili na usitulie kwenye moyo. Na unaweza ukatulia kwenye moyo usitulie kwenye mwili. Sasa hizi pande mbili. Sasa watu wengi wanapofika mahali anaweza kujituliza moyoni lakini hajitulizi mwilini. Kuna watu anajituliza mwilini lakini moyoni hawezi kujituliza. Wote hawa ni sifuri. Kwa sababu katika hizi sehemu kubwa zote ni muhimu sana. Kwa sababu vinategemeana hivi. Ukitaka jaribu namna hii. Fungia mawasiliano ya nje kama moyo wako utakuwa na kazi ya kufanya. Hauna kitu. Utasoma matangazo ya mwaka jana? Hauwezi kusoma matangazo mapya. Sio kwa mtana ndio anachosema. Hauwezi kuwa na agenda mpya kama hujasikia agenda mpya. Hauwezi kuwa na agenda mpya kama hujasikia nini? Agenda mpya. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu utulivu wa mwili una nafasi ya kutengeneza kwa usahihi kitu kinachoingia au kinachotengenezwa kutoka nje. Kinachoingia au kutengenezwa kutoka nje, mwili wako. Na ndio maana ukisoma kwenye Biblia kuna maneno utasikia wala ngoja nisome tu. Maana wengine Biblia nyumbani hawana. Niliwaambia muuze vitenge vyenu mwanunue Biblia mtaki. Kitabu cha Mathayo sura ya 13 ile mstari wa 12. Asa kwa maana yeyote mwenye kitu atapewa, naye atazidishiwa tele, lakini yeyote asiye na kitu, hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Angalia mstari wa 13. Kwa sababu hiyo nasema nao kwa mifano, kwa kuwa wakitazama hawaoni. Sio watazami, wanatazama ila waoni. Unaelewa? Kuna kutazama na kufanya nini? Na kuona. Na wakisikia hawasikii. Kuna kusikia na kusikia tena. Leo anachosema? Amen. Kwa unaweza ukasikia kwa sikio la ndani, lisiposikia sikio la nje. Uwe na uhakika kabisa sikio la nje, sikio la ndani haliwezi kufanya peke yake kazi. Linahitaji sikio la nje. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sawa. Moyoni mwako unaweza kuwa mnaniambia mna imani timilifu moyoni, una imani ya kutosha. Sio? Niambie mwili. Maana moyo hauwezi kwenda kuhubiri. Moyo pekee yake hauwezi kukemea shetani. Moyo hauwezi kufanya chochote. Tunaelewana? Ni sawa sawa na engine, ukasema engine itabeba mtu itapeleka sehemu ya gari. Haiwezekani. Hatukifika mahali useme sasa nimejitahidi nimeweka menu switch. Hakuna bulb. Hakuna kitu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama nasikiliza. Katika hizi sehemu mbili kiimani vinawajibika pamoja. Hasa kwenye swala la imani. Na ndio maana mwili wako ukigoma, haijaishi ndani yako na upako kiasi gani, haijaishi ndani yako una mawazo kiasi gani, haijaishi ndani yako kule ndani umemsikia Mungu kiasi gani, hakuna injili, hakuna chochote, hakuna maombi, hakuna chochote. Unapenda nini roho? Amen. Sasa
Maandalizi ya mwili kwenye imani yanahitaji mahali ambapo hapata kuwa na mwingiliano wa kazi za kimwili. Maandalizi ya mwili kwenye imani yako yatahitaji mahali ambapo hapana mwingiliano au hapana kazi za kimwili. Kwa hiyo kila mahali ambapo patakuwa na kazi za kimwili, mwili hauwezi kujijenga kiimani. Mwili hauwezi kujijenga kiimani. Na ndio maana kwa nini walienda mlimani, tena kwenye mlima mrefu sana, sio kwenye milima ya kawaida. Unajua kwenye milima ya kawaida hata watu wengine wanafugia mifugo huko, unaelewa na wengine wanaenda huko na milima. Ukiangalia mimi nimepanda baadhi ya milima. Milima mingi mirefu haina miti. Huwezi kukuta mlima mrefu kwenye karibia na kilele kukawa na miti. Hakuna mtu anayestahimili hali ya pale. Hata manyasi ya pale juu mara nyingi yamekauka. Milima mirefu yote, milima mirefu huwezi kukuta chochote kule juu. Milima mifupi hata wanyama wanakaa, hata watoto wanakaa. Ile milima mirefu ni kazi sana. Ni sehemu ngumu sana ambazo hata vitu vingine vinashinda kukaa. Na ndio maana utulivu wa mahali pale si wa kawaida. Lakini pia ngoja nikwambie kitu kingine kizuri. Kwenye milima mirefu pale juu ndipo ambapo utawala wa giza huwa unatenda kazi sehemu moja kama mapumziko au sehemu ya shughuli zako, kwa sababu ni sehemu ya asili. Ukiwa giza, basi mahali pale ni mahali pazuri kwa sababu hakuna mtu atakayewasumbua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Labda mwa mnaenda kwenye minuko, lakini ukienda kwenye namna hii, hivyo vitu tabielewa tukifika. Lakini leo najaribu kutengeneza kwa nikwambia habari ya utulivu. Angalia. Lengo lake ni hivi mahali hapo, hivi kwenye mlima mrefu kwa namna hiyo. Hata kama kuna shughuli, ni shughuli gani utafanya? Kwa sababu ninachojua mimi kwenye mlima mrefu watu ukiwasha moto huo waki, unazima, upepo ni mkali. Kwa sababu upepo wa pale unavuma kwa sauti hata kwenye masikio yako. Sasa kwenye mlima huo, kwenye mlima wa namna hiyo, unafikiri unaweza kusikia mambo ya watu wamefanya nini? Angalia. Miili yetu kila mahali huwa inakaa sawa sawa na mahali palivyo. Inaadapti. Inaishi sawa sawa na mahali palivyo. Na ndio maana ukichukua mtu mwenye fujo ukamweka mahali pa utulivu, anapata tabu sana. Kwa sababu anaweza akakuchukia na mkagombana kwa sababu mwili wake umezoea fujo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hata wakati mwingine kwenye ibada masaa mawili utafikiri miezi miwili. Nikuta makaria na washa, natamani tutoke nje au tufanye pumzika kama hiyo. Lakini kwa sababu ya namna ambavyo umejizoesha. Haleluya. Kwenye jaribu namna hii. Hajalishi Mungu amejifunua kwa namna gani. Atapohitaji mbele zako atahitaji ukae kwenye utulivu. Mbele zake kimwili na kwenye moyo. Sawa. Nilikwambia utulivu unatengeneza usikivu. Sawa. Musa alikaa siku 40 mbele za Bwana kwa utulivu wa
tunakuinuka. Sasa umeijiuliza wewe, kwa nini utulii kwenye maombi? Nenda kaangalia imani yako ulipokuwa unaijenga na mazingira yako kwenye mwili. Bado hujatengeneza imani yako kwenye mwili kwa namna utulivu. Kwa hiyo usitegemee kwamba utakuwa na utulivu kwenye maombi kwenye mwili wako. Na ndio maana unapofika kwenye maombi kinachosumbua kwamba unajikuta kama maomba masaa 100 kumbe dakika moja, tatizo ni mwili wako. Kwa sababu mwili, haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, amen. Kuna kuelewa ndani yako kwa sababu ya ufahamu wa ndani yako. Kuna kuelewa kwa sababu ya uzoefu wa mwili wako na utulivu wa mwili wako. Hizi sehemu mbili ni muhimu sana. Na ndio maana kuna baadhi ya mambo ya kiroho tunapingana nayo, sio kwa sababu hayana mwelekeo wa kiroho, ila ni kwa sababu kimwili tunaona haiwezekani, kwa sababu hatuoni kama inawezekana. Narudia tena. Kwa nini miujiza kimwili inagoma kwa watu? Inawezekana miujiza ya roho. Ni kwa sababu kwenye miili yao hakuna imani inaweza kuathibitisha kwamba miujiza inawezekana kwenye miili yao. Na ndio maana mwili una action yake kwenye kila kitu. Una action, sio kwa Kiswahili sahihi ni kitu gani? Una kitendo chake kwenye kila kitu kinatokea. Kama ni furaha kuna namna unafanya. Kama ni huzuni kuna namna unafanya. Unaelewa? Kwa hiyo unapofika kwenye swala la imani, kwa sababu ya kutengeneza maandalizi ya kutosha ya kiimani ndani, ghafla unajikuta inapotokea jambo la muhimu la kiroho ambalo uwe na matokeo au action ya kiroho au matokeo ya kufanya ya kiroho, ghafla unajikuta umefanya ya kimwili. Unaona namna, kuna namna umeanza kusikia mahali hapako salama, alafu unashangaa miguu yako inawasha kukimbia mahali ulipo. Na sio kuomba. Moyo unasema hapa hili ni pepo, natakiwa niombe, lakini miguu yako iko tayari kuchomoka mahali hapo. Haleluya. Unaona namna Mungu anakupa maelekezo na unahisi na nguvu za Mungu, lakini hofu iliyoko ndani yako inakusukuma utoke kwenye mahali hapo. Umaliza haraka uondoke mahali hapo. Sio mtu ananielewa. Amina. Sema mwili. Sema mwili. Utulivu wa mwili ni muhimu sana. Na ndio maana unatakiwa ujijenge na kuufundisha katika Kristo Yesu. Haleluya. Unajua sisi wengine tumekuwa kama kuku wa kienyeji. Unaelewa nikisema hivyo? Kuku wa kienyeji. Saa 12 ndio anakaa nyumbani. Hata mama anawezekana uliza siku ya kwanza, hawezi kuuliza tena. Ulikuwa wapi? Maana kila kikuuliza maelezo anayopata unachoka. Hivi unanielewa? Amen. Na ndivyo tunapofundisha mwili. Tumekuwa na mnaye tumefika mahali hapo. Alafu unategemea na kila usumbufu wa mwili unatengeneza usumbufu wa moyo. Usumbufu wa mwili unatengeneza usumbufu wa moyo. Unakuwa una utulivu. Sasa leo hii unasema utatulia. Haleluya. Amen. Ni kazi kutulia, Ni kazi. Unatamani utafuta kazi na utazimeisha. Unataka unaenda hata kwa jirani kuangalia una kitu cha maana. Angalia. Usumbufu wa mwili unatengeneza mahangaiko kwenye akili ya mtu. Sasa ndipo utashangaa kwa nini watu wengi wanaonekana hawana akili. Ni kwa sababu ya hawana utulivu wa kimwili. Hawana akili. Ukiona watu hawana ufahamu ni wasemaji sana. Ukiwa msemaji sana, sio tu akili zinapungua, lakini ufahamu unakuwa kidogo. Ini mithali, ukisoma kwenye mithali utakutana nayo. Kama unasomaga mithali utakutana nayo kule ndani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ufike mahali hapo. Kwa
matendo unayobebesha yasiyo na maana yanafanya akili yako isiwe na mwelekeo. Naambia tena. Kila matendo unayoyafanya yasiyo na maana yanasababisha akili yako isiwe na mwelekeo, isiwe na matumaini, isiwe na mwelekeo, isiwe na matumaini. Narudia tena, imani yetu sisi ni tofauti na imani za kipagani. Imani za kipagani ni za kijinga, ni za kipumbavu. Imani za kwetu ni za watu wenye akili. Mungu imani yake ni watu wenye akili. Amen. Naelewa? Amen. Unasema kwa namna gani? Nisikilize. Afu kafanya majaribio nyumbani. Na wewe mwingine kama ulipata nafasi kusoma hata shule ile ya wengi, utakumbuka mwenyewe. Wale ambao walikuwa wasemaji sana, wenye michezo mingi, jeuri kweli kweli, mayai alikuwa anahusu kila siku. Sema hivyo. Amina. Kwa nini nimesema uunganishi na imani yako? Kwa sababu kila tendo utakalolifanya ndani ya imani, akili yako na mwili wako utatengeneza utayari juu ya tendo hilo kiimani. Kila tendo utakalolifanya kwa njia ya imani, akili yako na mwili wako utatengeneza utayari wa kiimani. Kwa kila unapofanya jambo hilo, hilo jambo kwako litakuwa la kiimani. Msingi wake utakuwa wa imani. Na ndio maana ukiangalia Yesu na wengine waliotangulia walikuwa na muda, wanasema kutafakari. Kwa maelfu ya miaka watumishi wa Mungu walikuwa na muda unaita wa kutafakari. Sasa kutafakari ni mahali pa kutulia pasipo na chochote kile. Wakati mwingine asiyepata mtu mwingine yeyote. Utanielewa tu. Yaani na Mungu akusaidie. Yaani hata kama kichwa kigumu leo kilainike. Na naona sielewi kama tutaweza kumaliza kipengele chenyewe. Sikia leo. Angalia. Niko kwenye mwili wa kwako. Sawa? Na ndio maana kuna vitu vingine sio vya kutisha lakini mwili wako unaogopa. Unaelewa? Sawa? Kuna kitu kinaitwa mazoea. Biblia inasema jizoezeni kutenda mema. Mwili unatakiwa ujifunze, ufundishe kuzoeza kwenye swala la imani. Ufundishe na kuzoeza. Si ufundishe tu peke yake, na kuzoeza. Hallelujah. Okay. Nini faida yake na hasara yake? Angalia. Pamoja na kwamba una imani na nguvu ndani yako na Mungu yuko moyoni mwako. Yesu. Sawa? Lakini ili atokee matokeo unatakiwa ufanye kitu kwa kutumia mwili wako. Kwa mwili wako ni daraja. Likiwa bovu haliwezi kupitisha vitu vilivyo vizuri. Kwa kuna athari zingine tunazipata kwa sababu ya kukosa muunganiko kati ya ndani yako na mwili wako. Hapa tunaenda mbali sana mpendwa wangu. Tunaenda mpaka kwenye matamanio. Kwenye swala la mwili tunaenda mpaka kwenye matamanio. Mpaka kwenye matamanio. Wewe utakuwa unajiongeza kwenye matamanio ya, kwenye matamanio ya, kwenye matamanio ya. Utajiongeza mwenyewe huko. Mengine sitasema mimi hapa. Mpaka kwenye matamanio. Mpaka kwenye matamanio. Nilikwambia kitu chochote Mungu akitaka kushiriki, atatazama kwanza imani yake kama ipo kwenye
na ushirika wako. Angalia. Moyoni mwako uko vizuri, inawezekana, lakini mwilini mwako hauko vizuri. Sawa? Na ndio maana Biblia inaniambia imani ya punje ya haradali. Sawa? Unaweza kumwambia mlima ng'oka kwa ng'oka, usipokuwa na nini? Na shaka. Okay, shaka inakaa wapi? Usipoona utakuwa na shaka. Usiposikia utakuwa na shaka. Usipogusa utakuwa na shaka. Utanielewa, shaka iko kwenye mwili wako, haiko kwenye moyo wako. Kuna mtofautisha mashaka yanoka kwenye moyo na mashaka yanoka kwenye mwili. Tofautisha ujasiri ulioko kwenye moyo na ujasiri ulioko kwenye mwili. Walokole wengi wana ujasiri wa moyoni lakini sio wa mwilini. Nataka nikupeleke mbali kidogo. Ndio maana ukikaa nao kwenye sifa watakwambia Mungu anaweza na nguvu sana, ashinde na chochote. Nenda kwenye matendo. Mungu sijui kama utafanya. Sikia huko mbinguni. Lakini ametoka kwa Mungu yuko pamoja na sisi. Yuko pamoja na yeye. Yuko unanielewa? Amen. Nataka kutenda lililo jema. Lakini kwenye matendo yangu nafanya hiyo baya. Kitabu cha Warumi sura ya 7 kuanzia mstari wa 19 na 22. Andika tu, tutasoma kwa sababu muda ni mchache. Warumi 7 Warumi 7 mstari wa tukianzia mstari wa 9 19 tukianzia mstari wa 9 na kuendelea mbele. Sawa tu, soma yote ili uweze kuelewa vizuri hadi wa 24 hadi mstari wa 24. Asa si mimi ndani yangu, kwa sababu kile napo ndani yangu nataka kufanya jema lakini nafanya lililo baya. Asema ole wangu maskini mimi, ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Tatizo la uharibifu. Mauti ni uharibifu uko kwenye mwili. Hiyo inasemaje? Anamwambia Yoshua, jifanye kiume, uwe jasiri na moyo wa ushujaa. Kwa hiyo anaweza akawa jasiri kwenye mwili lakini moyo asio wa ushujaa. Ujasiri wa kwenye mwili ni mwingine na moyo wa ushujaa ni mwingine. Unaelewa? Ile Yoshua 1:9. Inaeleza sio 9 na 7. Utasoma mwenyewe huko. Umeiangalia kinachofanya wewe usipimitishe Mungu wako sio moyo wako. Ulipokuwa chumbani kwako ulikuwa na tamani kweli kweli, sio ndivyo? Ulipanga mistari vizuri kabisa. Ulipotoka nje kwa watu, nini kitokea? Nini kitokea mpendo wangu? Ukaanza kuonekana kama bubu, kama sijui kusema, unaanza kuongea kwa vidole badala kwa mdomo. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Imani ya kitendo iliyo thabiti inatengeneza imani ya moyoni. Imani ya kitendo iliyo thabiti inatengeneza imani ya moyoni. Kwa sababu Biblia inaniambia imani pasipo matendo imekufa. Kwa uhai wa imani unategemea pia mwili wangu. Sawa? Uhai wa imani iliyoko ndani yangu unategemea uhai wa imani iliyoko mwilini mwangu. Au kiwango cha imani kilichoko kwenye mwili wako. Ndio maana nikasemaje? Kila hatua unayotaka ya matokeo ya kiroho itahitaji kiwango cha imani kwenye mwili wako ambacho kimejengwa na utulivu. Sawa na nini? Narudia tena. Nimesema leo hata kama mna vitu vigumu vinataka vikae sawa. Hakuna silaha inayoweza kutengenezwa ikawa vizuri
kama itatengenezwa mahali ambapo pana vita. Hakuna wazo zuri ambalo linaweza ukawa nalo au kalitengeneza likawa bora kipindi cha matatizo. Na ndio maana utulivu wa mwili unakupa nafasi kujaribu imani yako kwenye mwili wako. Sio tu kwenye kusikia, umeisikia imeenda moyoni, unaigeuza iende mwilini. Haleluya. Nasema imani ya neno la Mungu imeingia ndio moyoni, lakini matekelezo yake yanahitaji mwili wako, sawa? Hautaweka moyo kwa watu ili wapone, utaweka mikono yako. Sasa nilikuwa naongea juzi juu ya Yohana Mbatizaji, habari ya asali na wale nzige umwito. Wengine walikuwa wanataka kutapika baba. Hiyo nawaona. Nijaribu kumweleza leo mfano, yeye anavuta kumbukumbu picha ya kutapika na wengine sisi tuna kinyasi na nini. Sasa unafanyaje? Utaishije? Angalia. Haleluya. Haleluya. Unajua kwa nini kuna mambo tunafanya kiroho tunaishia kudhurika na sio kufanikiwa kiroho? Kwa nini shetani tunapoingia kwenye matendo ya kimwili hakuna matokeo? Ni kidogo sana. Yaani kwa mfano kuna kitu cha kipepo umeamua kukikamata ili kife. Unaelewa? Au umeingia kwenye nyumba yako na kanyaga, unapoomba na kanyaga ili uharibifu uondoke. Hauondoki. Bahati yake unapata shida wewe. Hasa kwenye mazingira ambayo yako nje ya ibada. Tukiwa ndani ya ibada si tunaagiza maombi. Lakini pale tunapokuwa kwenye hali halisi, yani unajua huyu mwanangu ana tatizo fulani la kishirikina, sawa? Au la kuvamiwa. Tunapowahudumia au waenza wetu, wake zetu na waume zetu, unapoanza unakuta kule ndani hauna ujasiri, hauna confidence yoyote. Hauna. Unapika Mungu akusaidie mwanangu, si Mungu akusaidie mama wangu, si Mungu akusaidie mke wangu, basi. Lakini si maombi uliyoomba ukiwa kanisani. Ipo ndio neno kweli. Amen. Kwa sababu imani na iliyojengwa kwenye utulivu inaenda kwenye vitendo vya kimazingira. Kwenye vitendo vya kimazingira. Vitendo vya kimazingira. Kwenye vitendo vya kimazingira. Ndivyo ilivyo imani iliyojengwa na utulivu wa kimwili. Kwa utajikuta ghafla wewe ni yule. Kuna mahali unakuwa na nguvu nyingi za Mungu na ujasiri mkubwa sana. Kuna mahali unajikuta hauna ujasiri kabisa. Kuna mahali ukipita, yani wewe ni kama ndege aliyeloweshwa maji. Kuna mahali ukipita unajiona ni mjanja, ni mtu mwenye akili sana wa Mungu, na Mungu yuko pamoja na wewe na kifua mbele. Kuna mahali hata hicho kifua chenyewe unakificha kabisa kisionekane. Umejiuliza kwa nini haya matukio yanatokea? Ukifika mahali hauwezi kufanya mambo ya kiroho kwa kiwango unachokijua ulicho nacho. Amen. Lakini una mahali uko huru mpaka watu wanashangaa, huyu mpendwa amepitiliza uhuru wake. Lakini hawajui nafasi iliyonayo kimwili kujenga imani yako ndio inayokupa mipaka ya imani na matokeo ya mazingira. Inakupangia. Kuna mahali unajikuta kabisa na Yesu nusu. Kuna mahali unajikuta na Yesu mzima. Kuna mahali unajikuta na Yesu robo. Kuna mahali unajikuta na Yesu theluthi. Ni wewe mwenyewe. Haujabadilika. Sasa nitakuuliza swali. Kwa nini haya matokeo yanabadilika wakati wewe ni yule mmoja? Haleluya. Na ndio maana hii imani iliyoko kwenye mwili wako, kiwango chako kinaweza kikakufungia mahali usiombe.
Hujaisikia kuna unafika mahali unasema hapa nisije nikaomba nikashambuliwa mwili wangu. Mwili unasema. Kwa unatafuta sehemu ya kujificha kama mwizi, kama kipaka, ili uombe. Hivyo nani anajaribu kusema? Kwa sababu ili matokeo yaje yatakuja kutoka kwenye kinywa chako, uombe. Biblia inasemaje? Kila ombaye upewa. Sasa mwili wako pamoja na mdomo wako umekuwa bubu, umemeza maji mdomoni. Unajua ghafla ule ujasiri. Biblia inasemaje? Imani pasipo ukiwaambia mlima huu ondoka, usiwe na mashaka moyoni, mwilini mwako. Nini kinatokea? Unang'oka mlima, kukiwa na mashaka. Okay, angalia kwenye mazingira yetu. Mangapi umeomba na hakuna matokeo? Sio kwamba Mungu alikuwa yupo, ila nenda kaangalia mazoezi ulionayo. Na ndio maana mazoezi haya ya kimwili, ya utulivu wa kimwili ni muhimu kutafuta kwenye mahali pa utulivu. Unapoanza, tenga muda wako, hata kama ni masaa 5 au masaa 6 au masaa 3 ya utulivu kwa ajili ya mwili wako. Hata kama utatenga kwa wiki masaa 6, na hasara gani? Eti wapendwa wangu, mna masaa mangapi kwa ajili ya umbea? Mna masaa mangapi kwa ajili ya kulala usingizi? Mna masaa mangapi? Mna masaa mangapi? Mwaka mmoja iliwahi tokea kwangu. Nilikuwa nikiendelea kuomba, nilikuwa na mfumo wa kuomba Jumatatu hadi Jumatatu, nikiomba usiku na mchana, nikiendelea kuomba. Alikuja mtu mmoja akaniambia najua uko kwenye maombi. Mimi sikumwambia. Akaniambia nenda sehemu ya utulivu, Mungu atakuja kusema na wewe wazi wazi. Mungu alitumia mtu mwingine kuniambia mimi. Mungu hakuniambia mimi. Hivi unajua kwamba mwili wao unaongea? Sasa umaifikiria namna mwili kama unaongea na wenyewe una mapenzi yake. Nimesema matamanio, wewe utajua mwenyewe matamanio yako, utakuwa unaongeza mwenyewe. Unajua kuna wakati mwingine mioyo inakonda kwa sababu ya matamanio yetu, Sio kama una matatizo, ila matamanio hayapo. Ghafla ule mwili unapotaka kuongea, umaijiuliza unaongea nini? Kwa mlengo gani? Kama anaongea kwa mfumo wa roho ya kikaba iliyoko ndani yake. Mchawi anaongea mwili wake kwa namna ya uchawi alionao ndani yake. Umaiangalia wewe unaongea kwa kutumia mfumo gani? Wewe ukitaka kujua kaba au mzinzi, hauna haja ya kwanza kuomba. Ukimtazama tunajua yule ni mzinzi, yule ni mchawi. Ukitaka kuangalia mchawi ni kadhalika, huna kazi ya kwanza. Mungu nifunulie. Ukimtazama matendo yake, shughuli zake anazofanya, namna anavyofanya, unajua kabisa hapa kuna shetani, hata kama yeye hajui. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio ukitaka kuwa umefurukika, hauna utulivu, jiangalie mwenyewe. Hata ungejipiga na nati kwenye kiti huwezi kukaa. Iwe nyumbani kwako popote, huwezi. Umenyuka. Na ufahamu kwamba kuna mahusiano makubwa kati ya utulivu na usikivu. Sawa? Na ndio maana watu wengi kwa nini wabishi? Ni wabishi hawamwoni Mungu. Wanamjua Mungu wa rohoni, sio Mungu wa mwilini. Sikiliza, kwa sababu hawana utulivu kwenye mwili. Kwa kimwili hawezi kumsikia Mungu. Rohoni wanasikia. Inapokuja mwilini anaanza kubishana na Mungu. Inapokuja kwa mwili anaona hii ni mimi, sio Mungu. Hii ni akili yangu. Ni vile ambavyo mimi sio mtulivu. Najijua sio mtulivu. Na wazaga mambo mengi mpaka mengine nasahau. Huwa nasema maneno mengi sana mpaka mengine siyaelewi. Haleluya. Haleluya. Ndio bwana.
Ukiangalia Mathayo 16 anaeleza kwa nini mnashinda kuelewa ishara za nyakati hizi, mstari ya mwanzo. Kwa sababu kuna vitu Mungu anaweza kufanya kwa jinsi ya mwili. Kimwili unatakiwa uelewe, sio kiroho. Hii ni changamoto. Ndio maana ni wajibu wako mpendwa wangu. Haleluya. Amina. Nilisema ukifanya namna hiyo kwa akili zako zinakuwa ndogo. Watu wengi ambao wanafanya mipango bila kufikiri sio watulivu. Ni watu ambao wanakuwa hawana mawazo moyoni. Mipango ya bid'a. Unajua kwa nini? Kila kitu kwake ni cha kawaida. Kila kitu siku itaenda itapita, itakuja siku nyingine. Hajui kuna siku itakuja tofauti na siku ile ya jana. Itakuja hiyo, ataipuuza afu inaondoka na yeye. Akiota tunasema ni ndoto tu. Nisikia ndoto. Hata kwa Mungu anasema, wewe umeshangaza Mungu. Ni kawaida, hawawezi kuchukulia jambo kwa uzito. Haleluya. Na ndio maana mara nyingi wanakufa kama wapumbavu. Hata jambo la muhimu anataka rahisishe leo la kawaida, wakati sio la kawaida. Angalia, wanachoka kuchunguza mambo. Kile kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 2 mstari wa 11. Shetani asije akapata kutushinda kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Unaelewa? Tunazichunguza kwa kutumia macho na masikio na vidole vyetu. Haleluya. Kwa kutumia miguu yetu lazima tuhisi, lazima tusikie. Huyu Mungu sio tu roho, anaweza kusema mwilini, anaweza kufanya, lakini sisi tuna gap. Hatufanikiwi mwilini kwa sababu hiyo tu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa ndio maana unapokuja rohoni na mzigo mkubwa sana, utapoingia kuomba mwilini unakuwa na kamzigo kadogo sana. Sawa? Yaani nitajitahidi kumkaribia Mungu kwa gharama yoyote. Ngoja. Kamwiba kwanza kakachoma. Kamwiba kapili kakachoma kwenye mwili. Katatu, hapana, kama wokovu ndio hivi. Sisi sema kwa jinsi yote mpendo wako. Sasa yametoka wapi tena? Unapoenda shambani, uchomwage na miba. Unapoenda shambani, hawakusimangi. Wanasimanga. Bwana kwa Mungu mnarudi nyuma sasa. Mna matatizo gani kwa Mungu? Mazingira. Kwa mwili unaweza ukatoa reaction ya kiimani, ukafanya kitu cha kiimani kutokana na mazingira. Afu inakuwa automatically tu. Yaani inakuwa automatic. Ukishaanza kutengeneza hii tabia ninayokufundisha kwa namna hii. Kwa sababu hatua ya kwanza ya mwili, hatua ya kwanza ni ya kujenga kwenye utulivu, sawa? Yale matendo utajikuta unafanya hata mazingira ulionayo. Sawa? Sasa kwa hata kama utafanya kwa bahati mbaya, Mungu atatukuzwa kwa sababu imani imeenda na matendo. Amen. Sawa? Utakuwa lazima atokee. Lakini imani, hata kama maombi yako utaomba sana, hakuna umeomba hayo maombi yako, lakini kule ndani hakuna kile kitu cha uhakika. Maana kuna mengine tunatakiwa tuombe au tukafanya matendo. Sawa? Sasa hakuna matendo. Maombi yako ni bure. Haleluya. Yaani sasa na kuomba mvua fukanda bila mwavuli sehemu. Mungu anajua kabisa wewe hapa hujaomba, hujui. Haleluya. Mnanisikiliza kweli? Amen. Walioomba baraka nyosha mkono. Walioomba baraka kwa Mungu mwaka unyosha mkono. Nyosha mkono. Hii ni robo mwaka ya kwanza. Ni mwezi wa 3 tunamaliza. Niambie mikakati ulioijenga kwa ajili ya kupokea uchumi. Hayo mafanikio ambayo uliaomba. Kwa hiyo anadondoka kama parachichi. Wakati Mungu ananiambia atakuja kunipa gari. Nikatafuta hela, nikachonga toolbox,
Nikaanza kununua spana moja moja. Kama inawezekana analiona ila alikuwa juu. Ndio siri wewe. Bado hajanipa lakini nanunua na spana moja moja. Nitapokuja wala sina shida. Amina. Haleluya. Wanangu sema jua nafungua hata generator yetu pale. Amina. Nakuwa naipa kabisa. Ni kitu cha kawaida katika masuala ya imani. Na ndio maana tutakuangalie wakati Mungu anazungumza na Isaka kwenye mafanikio. Biblia inasemaje? Tu hakumbariki. Isaka alitafuta mashamba akalima. Kipimo kimoja akapata ngapi? 100. Sio hivyo? Alianza kutafuta visima vya baba yake na kwanza kuchimbua. Unaelewa? Nenda kaangalia. Maana nijaribu kusema kitu kidogo, angalia kwako. Hauna option zozote. Hauna chochote. Unasubiri tu baraka zije. Unasubiri tu baraka zije. Yesu anataka mitume, anatakiwa aende masokoni, aende wapi akapata mitume. Wengine alipatikana huko kwenye maji huko kina Petro. Unaenda kaangalia, kwa sababu tunapozungumzia kwenye mwili huko ndiko kuliko na maandalizi. Tunapoanza kujenga imani yetu ni lazima tuwe na maandalizi, sawa? Amen. Wewe unataka kukuzwa kiroho, ratiba za maombi zibadilika. Unataka kukuzwa kiroho, ratiba ya kusoma neno hamna, haipo, haujaandaa. Unataka kukuzwa kwenda wapi? Kuzimu, mbinguni. Mungu nibadilishe. Hata kupaka rangi ubadilike. Unahitaji kubadilika mtazamo wako wa ndani. Amen. Haleluya. Amen. Anakuangalia namna hii, utaanza kuelewa. Kwa ngazi ya kwanza ni utulivu. Sawa? Lakini ngazi ya pili ya utulivu. Hii ni ngazi ya pili. Sasa Mungu akikusaidia labda tutakuja kujifunza safari nyingine. Ngazi ya pili ya utulivu wa kimwili ni sehemu kwenye fujo. Yaani kuhakikisha kuna fujo, unakuwa na utulivu wa rohoni na wa mwilini. Yaani naweza kumfikiria Mungu na kuendelea kufanya mambo ya kiroho kati ya vurugu za watu. Akikusaidia Mungu kivuka ngazi ya kwanza na atakufikisha hadi hapo. Amen. Wengine tumepita hizo ngazi. Tumepita hizo ngazi. Badala ya Mungu kukwambia ukatafakari chumbani na mlimani kama namna hii, anakwambia nenda sokoni ambalo ina watu wengi, anasema katenge muda kukaa sokoni, ukatafakari na kusoma Biblia mahali hapo. Au kuomba mahali hapo. Usishangae Matendo ya Mitume sura ya 2 ilikuwaje? Walipokuwa naomba wale 120 walikuwa sokoni. Aliposhuka Roho Mtakatifu, haikuwa nyumbani wala mafichoni, ilikuwa sokoni. Ilikuwa ni kazi kuomba kwa utulivu mpaka Roho Mtakatifu anashuka. Wakiwa katikati nyumba zao kwenye soko, kelele za soko. Na ndipo na sokoni alikuwa anasikia walipokuwa wanauza kila Luka. Siku ya Pentecost. Na Mungu aliwachagulia pale. Akasema naondoka, lakini msitoke huko mjini. Hakusema kijijini. Msitoke hapo. Mpaka mtapokea nguvu. Kwa aliendelea kuomba pale. Sasa ni ngazi nyingine. Kwa hiyo ambao kuna wengine ambao wanakuta walifika ngazi, Mungu anataka kuwatumia namna hii, wakaendeleza, wakakosa kwenye nafasi ya utulivu wa kimwili, wakakosa nafasi kujenga imani yao. Wakaona Mungu anaweza kuzuia tu vya rohoni sio vya mwilini. Unajua hii inaendelea ndani sana. Kwa sababu kuna wakati unatakiwa kwa akili zako ujue Mungu anaweza kuzuia vitu vya mwilini, sio vya rohoni peke yake. Vya mwilini kabisa. Vya mwilini. Na anaweza kuviumba vya mwilini. Haleluya. Amen. Nafikiri Mungu akusaidia kuanzia kwanza kusogea kidogo. Ana vinginevyo unaweza kujikuta kama umefika mahali. Mwili unakugomea, hauna imani. Moyoni una imani. Una upako kweli, lakini unahitaji mwili wako ndio utumike kupitisha upako. Lakini mwili wako una imani hiyo ulionayo wewe moyoni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana ni lazima uanze kufanya mazoezi mwenyewe. Wewe ambaye ndio unaanza saizi, anza kwanza mwilini. Sawa? Umeshinda mchana, tenga usiku.
kabisa, unahakisha kwa wiki moja unatenga masaa 6 unaenda kukaa sehemu ya utulivu ya peke yako. Asiwepo mtu mwingine. Peke yako. Bora siwepo ndege lakini wasiwepo watu mwingine. Wewe peke yako. Utulivu kabisa. Wakati huo unasoma neno la Bwana na kuomba na kuanza kufanya mazoezi yale uliyojifunzia imani. Maana kuna wengine wamejifunza imani vitu vingi sana vya rohoni, lakini hawana matendo. Ndio unaanza kufanya mazoezi. Sawa. Unaumu unaanzia wako mwenyewe. Mikono yako hiyo unaitakasa, unaiombea, unasema wewe ni mtumishi wa Bwana, mikono yangu sasa natumia imani na bandika kwenye miguu yangu au kwenye mwili wako. Unaanzia hapo. Vitoto vyako hivyo hivyo. Una mume, una mke, hivyo unaanza namna hiyo. Unaanzia nyumbani mwako. Haleluya. Haleluya. Mimi kwangu nimeona kuta zikiunganika. Yaani kuta wa nyumba umepasuka alafu unaunganika kwa sababu ya maombi. Mimi kwangu nimeona vingi. Sasa sijui mwenzangu. Mwingine yuko kama anasema mtumishi hapa amezidisha. Sasa na wewe na nizamu yako uende ukaone. Kwa sababu matokeo ya namna hiyo yanakuwa na nguvu sana. Na shetani anaogopa sana kukupa nafasi hiyo. Anaogopa. Kwa nini? Kwa sababu hii ndio nafasi pekee ambayo utamtazama shetani, utamshambulia, wala hutaogopa mazingira na atapigika vizuri kwa sababu imani